Ndugu zangu wa Tanzania, kwa majina naitwa kijana mzalendo David Levi Nkindikwa. Leo nina mambo kadhaa ambayo nataka ni tushare na mimi. Baada ya kusikiliza kongamano la vijana wa Chadema na viongozi wao, nikawaza na hotuba jinsi zilivyotolewa na viongozi wao, naweza kusema kabisa kwamba kuna mambo makubwa ambayo kwa kweli yanaleta impact kubwa kwenye umma na wanatoa somo kubwa katika uongozi wa nchi hii na katika vijana wa nchi hii. Zile inspiration. Na nikawa najaribu kuwaza kwamba Chadema ya sasa hivi, ni kweli Chadema ya sasa hivi inajitahidi kwenda katika misingi ilipoanzishwa, lakini najaribu sana kuifikirisha akili yangu juu ya Chadema ya Dr. Wilbrod Slaa. Alijenga misingi imara kama katibu mkuu mtendaji wa chama. Alijenga misingi imara, alijenga misingi ya kujenga hoja thabiti dhidi ya hoja kinzani. Alikuwa sio muumini wa ngumi, alikuwa sio muumini wa vita, lakini yeye vita yake ilikuwa ni katika kujenga ushawishi wa hoja. Na hicho ndicho kitu ambacho walikuwa wanajaribu kujenga, kuambia vijana wao, wale viongozi, vijana wao, tengeneza vijana ambao ni jasiri, tengeneza vijana ambao ni shupavu, tengeneza vijana ambao wanajiamini. Hilo ni jambo ambalo ni sahihi kabisa. Na hiyo ilikuwa ndio shabaha ya CCM. Wakati CCM inaanzisha yani umoja wa vijana, shabaha yake kubwa ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza vijana kwa ajili ya uongozi wa kesho. Yani baada ya ile generation kutoka, halafu generation itakayokuja wawe ni wanapokuwa wana take over, wawe wana uwezo wa kushikamana, na wawe wana uwezo wa kuchapa kazi, na wawe na uwezo wa kulinda, wa kuongoza nchi na kuongoza taasisi mbalimbali wanazokabidhiwa. Lakini bahati mbaya sana kwa upande wa CCM kwa leo, ile misingi ya kuanzisha kwa umoja wa vijana wa CCM imebomoka. Badala ya kutengeneza vijana kwa ajili ya uongozi wa taifa, leo CCM inatengeneza vijana kwa ajili ya uchawa, kwa ajili ya kulinda maslahi ya viongozi walioko madarakani. Na ndio maana sioni hakuna vijana kabisa, yani vijana wa CCM ni kama vijana wamekuwa ni kama matahira. Wamekuwa kama matahira fulani hivi. Watu ambao hawajitambui kabisa. Watu ambao wapo tu. Ni kama watu ambao wamekuwa kama fisi anayesubiri mtu adondoshe mguu, adondoshe mkono wake ili amdake aendelee amle. Ndio hao vijana wa CCM wa leo. Kwa sababu ili kudhibitisha hayo, nitakupa hoja karibia 11 za kuona kwamba kweli kwamba vijana wa CCM, kwa sababu kuna wengine wataniletea matusi. Sasa kabla hujaanza kutukana na kabla hujaanza kunitusi mimi, jaribu kujiuliza wewe katika nafasi ulionayo kama kijana wa CCM, kama kijana uliopewa madaraka, dhamana ndani ya CCM, ya uongozi ndani ya CCM. Je, unatimiza matarajio au uko katika shabaha ya kuanzishwa kwa UV CCM? Au umekuwa chawa au umekuwa kibaraka wa watu? Hayo ndio mambo ya kujiuliza zaidi. Cha kwanza nataka niwaeleze mambo kama 11. Kwa sababu kuundwa kwa chama cha CCM ilikuwa ni hasa kuandaa vijana wa viongozi wa leo na viongozi wa kesho, wa taifa la leo na taifa la kesho. Lakini cha ajabu sasa, viongozi leo, vijana wa CCM, hakuna kabisa wanaoandaliwa kwa ajili ya kushika hatamu ya uongozi. Wengi wao wamebaki kuwa machawa, wengi wao wamebaki kuwa wabeba mikoba ya viongozi kwa matarajio kwamba wanaweza wakateuliwa. Na vijana wengi sasa ndani ya chama cha CCM, ndani ya chama cha CCM wamekuwa wako tayari hata kufanya mambo ya ajabu. Wamekuwa wako tayari hata kutukana kwa sababu tu ya matarajio kwamba wanawafurahisha wale mabosi zao waliowapa nafasi hizo.
Maana yake wapo tayari hata kuua. Tuliwaona vijana wa CCM kule Arusha, kuna kipindi fulani vijana wa CCM kabisa wanasimama mbele ya hadhara, wanajitapa kwamba sisi tumewaua watu, sisi tumewateka watu. Vijana wa CCM kule Arusha wanajitapa, tuliwateka na tuliwenda kuwaficha kwenye msitu fulani hivi. Vijana wa CCM. Niliogopa sana, nikajiuliza sasa, hii ni shabaha ya CCM kweli kuanzisha kwa umoja wa vijana wa CCM? Kwamba umoja wa vijana wa CCM kazi yake ni kutengeneza vijana kwa ajili ya kuteka watu, au ni kutengeneza vijana kwa ajili ya uchawa, kwa ajili ya kubeba mikoba ya viongozi? Hiyo sio shabaha ya kuanzishwa kwao. Na ndio maana hata Mwalimu Nyerere walianzisha hii umoja wa vijana kwa malengo ya kwamba tuwe na vijana jasiri, na tuwe na vijana jeuri, na tuwe na vijana wenye msimamo katika kupigania maslahi ya nchi. Ni kweli kwamba moja ya kanuni ya umoja wa vijana ni kwamba kazi ya vijana vile vile ni kulinda viongozi, lakini huwezi ukalinda kiongozi ambaye ni mwizi, huwezi ukalinda kiongozi ambaye ni mtekaji, huwezi ukalinda kiongozi ambaye ni muuaji. Hilo, au huwezi ukaulinda kiongozi ambaye ni fisadi. Hiyo sio shabaha ya umoja wa CCM, na hiyo sio shabaha ya kuanzisha kwa umoja wa CCM. Hiyo sio shabaha yake. Lakini je, hawa vijana, mambo haya niliyoyataja haya, wamechukua hatua gani? Kwanza nikawa najiuliza kwa nini sasa, kwa sababu tunaona hata watu wa Chadema kimekuwa kitengeneza watu vijana wake au watu wake kuwa viongozi katika nchi hii. Ni kweli, mifano ipo. Tunaona akina David Ernest Silinde alikuwa mbunge wa Mbozi, halafu baadaye sasa hivi ni mbunge wa Momba. Si mnakumbuka? Au Tunduma. Si mnakumbuka? Yeye huyu kijana ametoka chuo kikuu cha Dar es Salaam moja kwa moja, hana shilingi hata moja. Akaenda kule Tunduma, wananchi wakampokea, wakampa kazi, wakawambia kwamba wewe unatufaa kwa sababu unajua kujenga hoja, nenda katuwakilishe bungeni. Mtu amemaliza tu chuo kikuu, anaenda kule anakuwa mbunge. Ni mfano wa dhahiri. Tunaona akina Zitto Kabwe alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Ni vijana waliopigwa katika mikono ya Dr. Wilbrod Slaa, vijana waliopigwa na Chadema. Tunaona akina David Kafulela leo ni kiongozi mkubwa wa PPP katika serikali, amekuwa mbunge. Tunaona akina Salome Makamba leo ni naibu waziri katika ofisi ya nishati, ametokea Chadema. Tunaona akina Profesa Mkumbo wamepigwa na Chadema, leo ni waziri wa nchi, ofisi ya rais, anayehusika na mambo ya mipango ya nchi. Mnaweza mkaona. Tunaona akina Patrobas Katambi leo ni waziri wanayehusika na mambo ya ndani. Tunaona vijana wengi sana ndani ya baraza, ndani ya uongozi wa CCM, ndani ya serikali leo wanatumika kwa sababu wamepikwa na Chadema. Kwa hiyo huwezi ukaiepuka kwamba Chadema kwamba imekuwa ni tanuru la kupika viongozi. Ni kweli. Zamani CCM ilikuwa ni tanuru la kupika viongozi. Leo limekuwa ni tanuru la kupika machawa. Ndio utofauti wake. Na kwa sababu hiyo, kama ingekuwa sio kwamba kama hili vijana wangekuwa sio tanuru la kupika machawa, tungesikia mambo yafuatayo. Je, mlishawahi kuwaona vijana wa CCM wakidai uwajibikaji, accountability ya viongozi wanaotenda vibaya, accountability ya viongozi ambao wameshindwa kutekeleza majukumu yao, wakaruhusu mpaka watu wakapigwa risasi, wakaruhusu mpaka watu wakatekwa? Je, mlishawahi kuona vijana wa CCM wangapi au viongozi wa CCM wameandamana kudai accountability ya viongozi wanaoongoza taasisi mbalimbali katika serikali? Na kama hawajafanya hivyo, unafikiri ni kwa nini? Je, wametengenezwa kwa ajili ya ni wale wa vijana jeuri ambao Mwalimu Nyerere alitamani?
Maana yake unaweza ukaona kwamba kumbe sasa hivi vijana wa CCM wamekuwa ni tanuru. CCM imekuwa ni tanuru la kupika vijana ambao ni matahira, watu ambao hawajielewi. Sijui unaweza ukasema hivyo, kwa sababu mtu ambaye ana akili timamu hawezi kuona ufisadi unatamalaki katika nchi halafu akashinda kudai accountability ya watu wanaofanya ufisadi huo, kwa sababu kwa mujibu wa katiba hii ya CCM ibara ya 18 inasema hivi: ni mwiko kwa kiongozi kutumia madaraka aliyopewa ama kwa ajili ya manufaa yake binafsi au kwa upendeleo au kwa namna yoyote ambayo ni kinyume cha lengo lililokusudiwa madaraka hayo. Sasa leo tunaona viongozi wanajimilikisha ardhi, wanapola rasilimali, wanamiliki majengo, wanamiliki manyumba South Africa, wanamiliki manyumba Dubai. Je, unafikiri hizi fedha hao viongozi waliopewa dhamana wametoa wapi hizi pesa? Tungekuwa na vijana ambao ni vijana jasiri ndani ya CCM, tungewaita hawa watu viongozi hawa wanaotuhumiwa kwa ufisadi, tukawahoji, tukawakalisha, tukaweka kitimoto. Nani anayeweza kuongoza hiyo kitu? Aliyepewa dhamana hiyo nani ndani ya CCM? CCM wamekuwa machawa, kwa sababu na wao ni wanufaika wa upigaji wa uporaji wa rasilimali za namna hiyo. Kwa maana kwamba viongozi waliopewa madaraka wanapopola rasilimali, wanapofanya ufisadi, na wao wanawakatia kidogo hawa wachache hawa matahira hawa, na wenyewe wanaridhika. Maana yake vijana wa CCM wamekuwa ni matahira ambao hawajielewi kabisa. Sasa tungekuwa na vijana jasiri, tungekuwa na vijana wanaojitambua, tungeona vijana wanahoji swala zima la ajira katika nchi hii, kwamba kwa nini ajira zimekuwa ni za upendeleo, kwa nini ajira zimekuwa hakuna katika nchi hii, wakati kila mwaka serikali inajua kwamba mipango